Nataka kuwapatia how to live for God. Nataka kuwapatia point kama 3 jinsi ya kuishi kwa ajili ya Mungu. How can you live for God? How to live for God? How can you live for God? How can you live for God? Unaweza ukaishi aje kwa niaba ama kwa njia ya kiungu? Kwa nia ama unaweza ukaishi aje na ili ukaweze kuishi kwa ajili ya Mungu? Point number 1 ambao nataka kupatia, it is by being honest and disciplined in our prayers. By being honest and disciplined in prayer. Niwekee NLT. 1 Peter 4:7. Bible says, your amplified version, sorry, your New Living Translation, sorry. Inazungumzia mambo ya honest and discipline. The Bible says kwamba the end of the world is coming soon. The end of the world is coming soon. Therefore, be honest and disciplined in your prayers. Be honest and disciplined in your prayers. Can you turn to your neighbor umwambie, be honest and disciplined in your prayers? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kusema kuwa na nidhamu ya maombi, watu wa Kristo wengi hawakuagi na nidhamu ya maombi. Wa Kristo unaweza kuomba saa hizi vile tuliomba January tukasema tumemaliza prayers and fasting, sasa unagojea hiyo ingine labda ikuje lini? Labda Januari. Haya, uliomba Sunday wakati ulipokuwa kwa ibada, wiki mzima umelalala hivyo, labda kama umeomba mara gapi? Labda ukaomba Tuesday kidogo dakika 5, Wednesday ukaomba dakika 10, na uliomba asubuhi kwa sababu ulikuwa na haraka, alafu Thursday uliomba jioni wakati ulipokuwa ukienda kulala ulisema Lord's Prayer, alafu Saturday jana ndio ulikumbuka kesho ni Sunday, ukaambia Mungu nikienda kanisani kesho naomba ututembelee kwa jina la Yesu Kristo, amen. So kukosa discipline ya maombi, hasa andiko inasema kwamba because the end is coming to an end. The world is coming to an end. Kwa sababu dunia inaisha, jambo lile ambalo linalokusaidia kuishi kwa ajili ya Mungu, moja yake ni when you have discipline in your prayers. Ni lazima wa Kristo tujaribu kuwa na nidhamu ya katika prayer life yetu kwa jina la Yesu. Washirika wa Kingdom Seekers Fellowship, ninawauliza kama tutaendelea kuigia kwa destiny zetu, lazima tuwe na mpangilio fulani, lazima at least ujue na discipline kwako ya kibinafsi. Hii sio sasa ya kanisa sisi wote, lakini kwa level ya kibinafsi mtu awe na nidhamu ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuwa at least ukiamka asubuhi, jitegee uamke saa 9 yako, make it as a culture. Unaomba, unaamka, unajipatia 1 hour, 2 hours asubuhi. Jioni kabla hujalala jipatie naye pia wakati wa kuomba. At least uwe na kitu ambacho unaweza ukasema kwamba siku ya leo nimeomba haya masaa. Hata kama labda masaa inaweza kukosa kuigiana vile, but make sure kwamba prayer life yako iko na nidhamu fulani. Hili jambo limenisaidia as a pastor to keep going. Naweza angalia labda nione nimeamka mapema, labda nimeenda kesha, labda programs zimecrash kidogo, lakini at least na make sure kwamba nimeomba. Nimepata wakati mzuri wa kuomba. Na pia natamani Mungu anisaidie all the more kuendelea kuigia kidini pia kuomba all the more. Bwana Yesu asifiwe. So nafikiri siku ya leo ikiwa siku ya Family Day, ninaweza nikasema hivi, foundation ya ministry ya Kingdom Seekers Fellowship, it is founded, ilitafutwa ama ilizalika through prayers. So kila mshirika unayeitanishwa na Kingdom Seekers Fellowship, if you want to prosper while in this ministry, if you want to excel while in this ministry, lazima uwe mtu wa maombi. Be a man, be a woman of prayer. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama jambo limezaliwa kwa maombi, maintenance yake ni maombi. Hallelujah. Ukizaa kitu through prayers na uongezee fasting, hata maintenance yake itakuwa ni prayers and fasting. So lazima tutamani Mungu atusaidie kufika level, because tena ni vibaya sana kama umekaa miaka gapi, umekaa kwa wokovu miaka kadhaa, lakini bado kuomba imekuwa shida, because kile kinazuilia breakthrough, kile kinatuwekea mipaka katika prayer life yetu kutokuwa na breakthrough, ni kwa sababu ya kukosa discipline. The Bible says Daniel wakati alipokuwa akiomba mara 3 kwa siku, alikuwa na discipline in prayers. Alikuwa na discipline ya maombi. Akiomba mara 3, wewe huwa unaomba mara gapi? Ni swali tunauliza, ujijibu mwenyewe.
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hiyo consistency katika uombezi huwa tunasema kwamba hiyo consistency and persistence huwa tunasema it breaks the resistance, huwa inavuja resistance. So prayers haikuagi rahisi sana wakati unapoanza kuomba. Kwa mfano saa hizi tuseme ya kwamba tuinamisha nyuso zetu hapa tuombe 1 hour. Ukarado mangoro tire. Kuta watu mtu wamefuga tu macho hivyo wameanza Baba kwa jina la kaji ya kongoro. Tafadhali you have to pray, you have to struggle. Ngangana kabisa hizo. Yaani upate breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni kazi na huwa inafanya kazi. Hallelujah. Nimesema ninaongea na ili tupate direction, na kwa hivyo nataka kuemphasize mambo ya maombi pia. Lazima tuwe watu wa kuomba. Lazima kama mshirika ukiingia hapa ujue kwamba tuko na time ya kuomba. Hata kwa ibada zetu tunatenga wakati wa kuomba. So kama unachokeshwa na maombi, tafadhali amini Mungu akupeleke to the next level mpaka upende maombi. Unaweza kaingia kwa ibada tukose kukuhubiria sana, lakini kuomba tuombe zaidi, because what we need God in this ministry. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So nimesema point ya kwanza, how to live for God. Nimesema by being honest and disciplined in our prayers. Psalms 32 verse number 6, the Bible says, Psalms 32 verse number 6, the Bible says, therefore let all the godly pray to you where there is still time, that they may not drown in the flood waters of judgment. Let all the godly pray to you while there is still time. Wacha wale ambao wako na utaua, wale walio na uungu waombe, kwa sababu wakati huu kuna wakati kabla hajabebwa na gharika. Bwana Yesu asifiwe. Tantu ya neba mwambie, let everyone who is godly pray. So ada ujiobe wana halafu kuja tuamini dakika moja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Washirika wa Kingdom Seekers Fellowship lazima tuwe watu wa uungu, na kuwa na uungu lazima tuombe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio silaha moja inayotusaidia kuendelea na kufanya na kumiliki kile ambacho Mungu ametupatia. Alafu pia ninasema mambo ya foundation, because foundation kama foundation ya ministry ni prayers. Msingi kama ni wa maombi, wale wanaokuja kujenga lazima ujenge kwa huo msingi. Hallelujah. Ukija na msingi mwingine unaweza kukosa kufanikiwa. Unaweza kukosa kupata breakthrough. Kama unataka msingi wa mashangi, kuna watu ambao wamejaa mashangi. Haya, unajua kuna ministry tukienda kuanza church those days saizi haziko, hiyo mambo iliisha. Lakini kuna churches ambazo najua wagerienda crusade alafu wanaenda na mashangi wale wazee kanisani. Alafu hiyo doboro, hiyo walikuwa wanasema ni doboro ya Yesu. Sasa watu wangekuja kanisani wangeokoka kwa sababu ya doboro ya yeye. Sasa maintenance ya wale watu, maintenance yao inafaa kuwa doboro kanisani. So wanakuja wanaendelea na doboro, wanafurahia, wanacheka na. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So let everyone who is godly pray. Let everyone who is godly pray. Unaweza ukapima uungu ndani mwako na vile unavyoomba. So na hiyo mambo, unajua kanisani hakuna mtu anayekufuata vile unavyoomba. Hakuna mtu anaye kuangalia vile unavyoomba. Labda tungelikuwa na prayerometer ya kuangalia watu wakiingia pale, badala ya kupima temperature tuangalie prayer life yako. Sijui ungelikuwa na degrees gapi. Kiroho. Wakati unapoomba una generate heat ya kiroho. Unakuwa na moto na joto ya kiroho. So tukipima na prayerometer kama kungelikuwa nayo, tuangalie joto yako imefika wapi. Wengine mngelikuwa na negative. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mngelikuwa na negative. Na sasa tungelikuwa tunaangalia yule aliye highest. Maybe yule aliye highest tuseme ako 100 degrees. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu wa maombi, tukifungua kuna level, unaona the Bible says in the book of Acts ya kwamba kuna wakati disciples, wanafunzi wa Kristo Yesu waliomba mpaka nyumba ile ambao walikuwa wanakaa, unasikia foundation zina shake. Mithigi kwa ni raina ina ni mahoya. Bwana Yesu asifiwe.
Mimi sitaki kuinua kizazi ambacho hakiombi. Geukia jirani yako, mwambie tuwe watu wa kuomba. Hallelujah. The Bible says kwamba we ought to pray and not give up. That's Luke 18 verse number 2. We ought to pray and not to give up. Bwana Yesu asifiwe. Tumewekewa hiyo Acts 4:31 ambayo ilikuwa inasema after they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and he spoke with the word of God boldly. Bwana Yesu asifiwe. After they prayed, unafikiria hiyo maombi ilikuwa inakaaje? The place where they were meeting was shaken. Uniambie kama kuna shida itabakia. Uniambie kama kuna mtu ambaye atakaingia pale mkiomba na atoke vile ameingia. Tukiomba hivyo kama kanisa, yeyote anayeingia pale lazima atoke akiwa ameokoka na kujaza Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na niko hapa kusema kwamba tumekataa kanisa la kawaida, tumekataa ibada za kawaida kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi sitaki kuwa pastor wa watu wa kavu. Watu wana shida kwa kiambia pastor, wewe ni pastor niombe, hiyo ndio kazi yako, wacha mimi nifanye kazi. Fanya kazi na uombe. Hallelujah. Unaweza ukafanya kazi kwa soko and you are praying. You are praying. Na unaambia customer unataka nini nikuuzie, lakini your spirit is still praying. Be a man, be a woman of prayer. Hallelujah. Kila mmoja upapas this year. Papas this year. Papas this year. Ya kwamba utakuwa mtu wa kuomba. Na ile level ulikuwa umeomba, utaingia ndani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Point number 2. Have fervent love for one another. How to live for God, have fervent love for one another. NLT, 1 Peter chapter 4 verse 8. Bado tuko kwa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4 verse number 8. Most important of, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. So nimesema have fervent love for one another. Most important of all, kama utaishi kwa ajili ya Mungu, kuwa mtu ambaye amebeba love, kuwa mtu ambaye amebeba upendo, kuwa mtu ambaye amejawa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Fervent love for one another. 2 Peter chapter 1 verse number 7. 2 Peter chapter 1 verse number 7 New Living Translation. 2 Peter 1 verse number 7 New Living Translation. 2 Peter chapter 1 verse number 7, the Bible says, and godliness. Sasa kuna kitu ambacho kimetoka huko juu ya kuongezea neno la Mungu, kile ambacho unafaa kuongezea. So inasema na kuongezea uungu with the brotherly affection, and brotherly affection with the love for everyone. Love for everyone. Uungu, ukitaka kupima uungu pia, nimesema jambo la kwanza, let everyone who is godly pray. Ukiwa unataka kuangalia uungu ndani mwako, angalia na your prayer life. Jambo lingine ambalo linakusaidia kuelewa kama kwamba uko na Mungu, angalia love. Angalia upendo. So inasema kwamba uungu uongeze brotherly love, brotherly affection with love for everyone. Ukiwa na upendo utatumikia wale wengine. Hiyo nakuja kwa point nyingine ya tatu nitakuja, lakini kabla sijasema fika hivyo niseme kwamba when you have love, wakati uko na upendo unaonyesha Mungu. Labda nikupatie ufafanuzi kidogo, niseme from the book of 1 John chapter 4. 1 John, nikuonyesha at least kile ninachokimaanisha unielewe zaidi. Waraka wa kwanza 1 John chapter 4, maandiko inapozungumzia kuhusu love, inaposema mambo ya God's love and our love, inaposema mambo ya upendo wa Bwana, kuna mambo fulani ambayo Mungu anasema pale, especially from verse number 11. 1 John chapter 4 verse 11. My dear friends, if God loved us like this, we certainly ought to love each other. Kama Mungu anatupenda kiwango hiki, na sisi pia tunafaa kupendana. Na ninaomba Bwana atusaidie kama washirika wa Kingdom Seekers Fellowship,
tuwe na upendo zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme hivi kwa sababu nimekutana nikiwa mchungaji, nimekutana na watu wananiambia, "Pastor, nimekuwa kanisa ingine ambao haina upendo." Sio kanisa inabeba upendo, ni wewe unabeba. Na hauko pale kupendwa, uko pale kupenda. Mwathani agocwo. Ndore hau kwendwo, we hau kwendana. What you sow, it is what you reap. So once you sow love, you reap love. Kuna law inaitwa echo. Echo ukisema 1, unasikia 1. Ukisema 2 ni echo. So ukitaka kupatiwa upendo, peana upendo. Ukipeana hatred, unapatiwa hiyo hatred. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So ukitaka kupendwa, wewe pendana. Hallelujah. Hiyo ndio huwa inakurudia. The Bible says ya kwamba hiyo turudi kwa 1 John chapter 4 verse 11 nasema kwamba dear friends, inasema my dear. Mpaka Paul anasema mwandishi wa kitabu anasema habari ni jana. My dear friends, my friend, if God loved us like this, we certainly ought to love each other. Verse 12 inasema, mstari wa 12 inasema, no one has seen God ever. But if we love one another, God dwells deeply within us. And his love becomes complete in us. Perfect love. Hakuna mtu ambaye ameona Mungu, lakini nasema kwamba if we love one another, God dwells deeply within us. Kama Mungu anaishi ndani mwako, kile ambacho uta experience ni love. Ogwa gikoro thine waku yure wendo Ngai aturaga thine wako. Kama Mungu ako ndani mwako, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. That means ya kwamba you have love. Na hii ni ile love ambayo ni perfect love, because kuna love zingine baya. Wale ambao wamesoma soma kidogo mnaelewa kuhusu types of love. Sizungumzi hizo types za love, na nazungumzia kuhusu perfect love, ama kama naweza nikamaanisha niseme agape love. The unconditional love. Yaani unapenda pasipo kuwa na sheria fulani ama masharti fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanapenda watu kwa sababu kuna kitu unatoa. That's not perfect love. Kuna mtu anakupenda kwa sababu anajua utakuja kumsaidia na kuonyesha upendo kwa sababu anataka naye pia utakuja kumsaidia baadaye. Ukitaka kujua kama kuna upendo wa Mungu, angalia wakati ule ambao hali fulani hairuhusu upende mtu, lakini bado unampenda. Yule mtu hakusaidii. In fact anaweza kukuinukia na nene mambo mengi mabaya yako, lakini kama unampenda, ujue uko na upendo wa Mungu. Hakuna mtu anaweza akasema Yesu ni Bwana kama hana uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So ukisikia nasema Bwana Yesu asifiwe, unajua kwamba tuko katika ufalme mmoja. Kuna neema niko nayo, na hiyo neema imetuokoa sisi wote pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Verse 16 inasema kwamba, mstari wa 16 inasema, we know it so well, we have embraced it heart and soul. This love that comes from God. God is love. Turn to your neighbor, mwambie God is love. Hallelujah. God is. So inakwambia kwamba Mungu sio tu kupenda, anapenda, but God is love. So wako wena Ngai wena wendo. So no haria 1 John 4:16 itali the opposite yoguo. Agende opposite augire devil is hatred. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So wakati unaposikia ukiwa na hatred, unasikia unachukia mtu, kama upendo, ukitaka kujua mtu ambaye ako na upendo, ukitaka kuona mtu ambaye ako na Mungu, unaangalia upendo ndani mwake. Ukitaka kujua mtu ambaye ako na shetani, anakuwa na hatred. So ukienda kama inatoka matoiga naona withikagie na kuthine ka hemodo umenete igwa mumenete with passion. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanachukia mtu na unamchukia na passion. Ambia jirani yako, God is love. Hallelujah. Na unafaa kupenda mpaka wale ambao hawapendeki. God is love. Hallelujah. The Bible says we know it so well, we have embraced it in heart and in soul, that this love that comes from God, God is love.
Kanisa ambalo liko na upendo liko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ambalo liko na Mungu liko na upendo. Kanisa ambalo liko na upendo liko na Mungu. Verse 17 inasema kwamba vile tunavyoishi kwa Mungu, upendo wetu unaendelea kuwa perfect. Wengine wetu tumezaliwa na bitterness. Tumezaliwa na tukaonyeshwa hatred. Lakini baada yako kuokoka, ule upendo unafaa kuendelea ukiongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Wendo ni ukũrakũraga mũndũ ũrĩa athiĩ na mbere na kũmenya Ngai. Mwathani agocwo. Tajũrĩria neighbor kũmũria waku nĩ ũrakũra. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wako ni wa Mungu ndani mwako unafaa kuongezeka. Unakuja kuona kwamba kuna watu hauge interact nao, saa hizi una interact nao. Kuna mtu haugezungumzia, saa hizi unazungumzia. Kuna mtu ulikuwa unachukia, ulikuwa haugeongea na your mother in law, alikuwa mbaya. Saa hizi now that you are born again, unaweza ukainteract naye vizuri. Kikara mshio mwe, mkara ngoma na dhomi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So unajua shida yetu ni moja. Mtu akikufanyia vibaya unamfanyia vibaya. Maandiko inasema kwamba do not repay evil with evil. Usifanye mtu akifanyia vibaya, usimtende vibaya, muonyeshe upendo. Mtu akikutukana leo akwambia huna akili, waje kumuuliza yeye kwa sababu ako nazo zimemsaidia na nini? Mwambie ni sawa tu, sina akili, Mungu akubariki, mimi bado nakupenda. Ile mtu ataenda akijuliza na fulani ya honokile, atakuja kuambia na kesho Mungu, huyo Mungu wako ndiye nataka. So wakati mtu anapokutendea mabaya unamtendea mazuri, yale mazuri itashinda mabaya. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo ndio atakao kuja kuona Mungu kwa maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Hata watu wengi waovu wakija kinyume chako kukudhulumu ama kukufanyia mambo mabaya, wakija waonyeshe upendo, hawezi wakaendelea na shughuli zao. Unaweza kuwa umekuja na silaha zako na upanga wako, ni kuonyesha upendo na kushida na kuweka chini. Umekuja na bunduki na kuweka chini na upendo. Na hivyo ndivyo mama fulani alifanya wakati alipoonyeshwa hatred na mzee wake. Mzee anamfanyia vituko zote kwa hii dunia. Anamfanyia vituko nyingi kwa hii dunia. Anamletea wasichana leo aburu, kesho wa yero. Mama anaonyesha upendo, anahatarishia mahali pa kulala, anawapikia vizuri. Hakuonyesha hatred mahali. Na vile watu wengine mtu akifanywa hivyo unasikia unaweza kaua mtu. Lakini huyo mama alikuwa tofauti. Aliwaonyesha tu upendo. Akiwaombea, akiwaambia, nafikiri hata alikuwa anaombea. Yabia Mungu naomba uwabariki. Now come back to their senses. Kwa sababu hata wakati unapokuwa na hatred, hauwezi kuombea mtu vizuri. Utamuombea maombi mabaya. Madhani ya ngosho. Kama unapenda kama unapenda, if you have love, ukiwa na love unaweza ukaombea mtu vizuri. Na hiyo maombi itajibiwa kwa wepesi na kwa haraka sana. Ukiwa unachukia mtu alafu uenda kumuombea, hiyo maombi sio maombi, ni witchcraft. Get me right. If you have your enemy, that's why the Bible says kwamba uombe maadui wako vizuri. Kwa sababu kwa kuombea baraka ni utakuwa ukiwekelea makaa kwa vichwa vyao. Lakini kama unawachukia kwa sababu ya kuchukia, ukiomba hiyo itakuwa witchcraft. Hatred is a weapon. Kama vile nimesema love is a weapon, also hatred is a weapon. So ukiwa na hatred unaweza ukaomba maombi kwa Mkristo, lakini ile maombi naomba ni mchawi na unadhulumu watu, unaharibu watu, unaua destiny, unafuga wengine. Hiyo roho tunaikataa kwa territory yetu kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So nimesema God is love. So the Bible says Romans 12:17 nasema never pay back evil with the more evil. Dukanereria uruna maurumai. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Nirudi kwa ujibe wangu. 1 Peter 4:9.
Get hospitality. Get. Practice hospitality to one another. Those of the household of faith. Be hospitable. Be a lover of strangers with the brotherly affection for the unknown guest. Unknown? Andu aria toy muno ri wamba ugakama tiriti wega tondu ni uratiriti. Hujui ni nani. Afadhali ufanye mtu yule ambaye unayejua madharau kidogo lakini hauruhusiwi hata hiyo. Lakini never usiwahi fanya kitu kibaya kwa watu wageni. Kuna kanisa zingine sio hii yetu. Kuna washirika wengine sio huko kwetu. Wakiona mgeni ndio anaendaga kwake kumpatia habari baya za kanisa yao. Sasa aina kama hiyo washirika wasiwahi fika huku. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mbegu isiwahi tawala huku. Bwana Yesu asifiwe. So kama ni kukuangalia makosa unaweza ukaona mengi. Hallelujah. Kuna wakati nilihubiri na nafikiri niliongelesha kanisa la Thika Road Sunday. Na remember nikaita mzee fulani ambaye alikuwa na specs. Nikasema huyu mzee ambaye ako na specs, kwa nini akavaa specs? Kwa sababu macho yake ni weak. Iko na udhaifu. So akaona wacha nitengeneze macho niongezee specs ile enforce ama itie macho yangu nguvu. Ndugu yako ama dada yako anaweza akawa ako na weakness. Haumutupi. Hamuoboi aondoke. Unamvalisha specs. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, be hospitable, be a lover of strangers with brotherly affection for the unknown guest, the foreigners, the poor, and all others who come your way, who are of Christ's body. Wale ambao ni mwili wa Kristo, entertain them, welcome them. Hata kama ni maskini. Pastor moja sijui kama umeona hiyo clip kwa video kwa WhatsApp, ilikuwa inatumaniwa watu. Pastor, kama leo mimi nikuja nivae matabara. Nijifunike. Nikuje kanisani na matabara. Alafu nikuje kanisani. Karibu nifike hapa. Wewe kuja. Nashukuliwa napelekwa nje haraka. Wewe unakaa wazimu hapa. Ndio mjamaa akapelekwa nje. Na mabouncer, wale ma security. Wanababa specs za black. Nabebwa juu, wazimu amekuja kanisani anapelekwa nje. Kumbe pasipo kujua pastor alikuwa na ujumbe wao siku hiyo. Alipotoka nje kaondoa ile mavazi matabara, alikuwa na suti ndani, alikuwa ameficha ndani, akakuja sasa. Unafikiria wa jamaa waliona aje? Hiyo message ilikuwa kali sana hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bible says the foreigners, the poor, and all others who come your way, who are of Christ's body. And in each instance, do it ungrudgingly, cordially and graciously, without complaining, but as representing Him. Representing Him. Hallelujah. But I swear. Get hospitality. Nimalizia na Ephesians 6 verse number 5. Namalizia na hiyo. Ephesians 6 verse number 5. Bible says, Ephesians 6 verse number 5 inasema you obey your other masters. Ephesians 6 verse 5. Servant says, be obedient to those who are your physical masters, having respect for them and eager concern to please them, in singleness of motive and with all your heart, as service to Christ Himself. As service to Christ Himself. When you are serving people, when you are serving men, unafaa kuwatumikia na ibada zile, na when you are serving them, do it as unto the Lord. Unafaa kuifanya kana kwamba unafanyia Kristo yeye mwenyewe. When you are entertaining strangers, when you are welcoming foreigners, unafaa kuwakaribisha kana kwamba unakaribisha malaika. Verse 7 Message Bible. And work with a smile on your face. Work with a smile on your face. Always keeping in mind that no matter who happens to be giving the orders, you are really serving God. Bwana Yesu asifiwe. Wale tunaofanya kazi ya Mungu, when you are serving God, when you are living for God,
Hata kama unatumikia watu ambao hawaoni, work with a smile on your face. Inabarikiwe. Amen. Nimemalizia. Let's live for God. Hallelujah. Let's live for God.